Je, Marekani inao utayari wa kuachana na sera na ndoto yake ya kuipigisha magoti Iran? Jack Sullivan, mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani katika serikali Joe Biden, ametoa taswira ya wazi ya sifa maalum za mwenendo wa Iran katika mazungumzo ambayo inaweza kuwa ramani ya njia ya kuinasua serikali ya Marekani kwenye mkwamo iliyonasa ndani yake hivi sasa. Sullivan ametoa taswira hiyo katika mahojiano na jarida la Foreign Affairs. Katika anga tata ya mivutano mikali ya kidiplomasia iliyopo kati ya Marekani na Iran, wakati mwingine chambuzi za maafisa wa zamani wa Marekani huwa zinazingatia zaidi uhalisia wa mambo kuliko ripoti yoyote rasmi. Alichoeleza Sullivan ni kutilia mkazo nukta ya msingi kwamba wa Iran wanachukizwa na kitu chochote chenye ishara ya kuwataka wasalimu amri mbele ya vitisho na mashinikizo, na wana jeraha kubwa sana. Kwa mujibu wa mshauri huyo wa zamani wa usalama wa taifa wa Marekani, mistari miekundu Iran iko wazi kabisa, naye ni kwamba hawatakubali kamwe makubaliano yoyote yenye harufu ya kulazimishwa au kupiga magoti mbele ya ubabe na utumiaji mabavu. Maelezo hayo ni jibu la wazi kwa Trump na kwa kundi la wanamikakati wa Marekani ambao angali wanaipigia upato kauli mbiu ya kuipigisha magoti Iran kwa mashinikizo ya juu kabisa. Sullivan ameashiria mtindo wa ufanyaji mazungumzo anaotumia rais wa Marekani na kubainisha kwamba Trump anapendelea makubaliano ambayo ataweza kudai kuwa yamefikiwa kwa kuulazimisha upande wa pili, katika hali ambayo Iran haitaukubali katu taratibu utakaoashiria kuwa wao wamelazimishwa au wameshindwa. Na mgongano huo wa kimiamala ndio unaofanya iwe ni vigumu kufikia makubaliano yote ya kudumu. Sullivan sio sauti pekee inayokosoa sera za mashinikizo ya juu kabisa za Trump. Hata miongoni mwa maafisa wa sasa na wa zamani wa bunge la Marekani pamoja na wachambuzi waandamizi wa nchi hiyo, kuna kundi kubwa la wataalam ambao sambamba na kukosoa waziwazi mwelekeo wa Trump, wamesisitiza juu ya ulazima wa kuachana na madai ya kutimizwa matakwa ya kiwango cha juu kabisa na badala yake kuheshimu mistari miekundu ya Iran. Senator Chris Murphy, mdemokrati mwenye ushawishi na mjumbe wa kamati ya uhusiano wa nje ya Seneti ya Marekani, ameonya kwa kauli iliyo wazi kwamba kung'ang'ania matakwa ya kiwango cha juu kabisa kwa kufuata mwelekeo wa Trump kutafuta hadi kiwango cha sifuri uwezekano wa kufikiwa makubaliano yoyote ya nyuklia, na akasisitiza kwamba njia pekee inayoendana na uhalisia ni kurejea kwenye msingi wa JCPOA na kisha kujitahidi kufikia makubaliano imara zaidi na si kulazimisha masharti yasiyowezekana kama kutaka kusimamishwa moja kwa moja urutubishaji urani au kufumuliwa kikamilifu mpango wa makombora wa Iran. Robert Malley, mjumbe mwandamizi wa timu za zamani ya Marekani katika mapatano ya nyuklia ya mwaka 2015 na mmoja wa maafisa wakuu wa serikali ya Biden, naye pia amekosoa katika chambuzi zake kadhaa mwelekeo anaofuata Trump na akauelezea kama ifuatavyo mgongano mkubwa uliopo kati ya mtindo wa mazungumzo anaotumia rais huyo wa Marekani na muundo wa uchukuaji maamuzi uliopo nchini Iran. Anasema Trump anataka apate matokeo mengi na kwa haraka. Anataka kujionyesha pia kwa ushindi anaopata, lakini uongozi wa Iran unafuatilia mbinu ya mchezo wa muda mrefu na uko tayari kuhimili gharama kubwa na za muda mrefu kwa sababu ya kutolegeza msimamo katika maslahi yake ya msingi, kwa sababu katika utamaduni wa kisiasa na wa kimkakati wa Iran, kujenga taswira ya kulegeza msimamo mbele ya mashinikizo ni jambo lisilokubalika. Malley, ambaye kwa miaka kadhaa amekaa kwenye meza ya majadiliano na timu ya mazungumzo ya Iran, amewahi kueleza mara nyingi kwamba kuelewa ghera ya kitaifa na kuchukizwa na udhalilishaji ni kitu muhimu kwa mwanadiplomasia yoyote, na kwamba kwa sera ya mashinikizo ya juu kabisa na kurupuka maneno ya utoaji vitisho, Trump amejenga mazingira yale yale ya udhalilishaji ambayo wa Iran hawajawahi kuwa na wala hawatakuwa tayari katu kufanyia mazungumzo. Nate Swanson, mkurugenzi wa zamani wa faili la Iran katika Baraza la Usalama wa Taifa la Marekani na mchambuzi mashuhuri katika tanur la Al-Atlantic la fikra, yeye pia amekosoa mtazamo huo wa Trump na kueleza kwamba sera mashinikizo ya juu kabisa hadi sasa imeshindwa kuleta mabadiliko ya msingi katika maamuzi ya Iran, na kinyume chake imeipa funzo Teherani la namna ya kuzima mashinikizo hayo kwa kutumia mbinu ya uchumi wa mukawama na kuwa na mchanganyiko wa washirika wa kibiashara. Katika sehemu nyingine ya mahojiano yake na jarida la Foreign Affairs, Jack Sullivan ameashiria pia mabadiliko ya kimkakati yaliyojiri katika eneo ambalo halijazungumziwa kwa namna inayostahiki, ambayo ni kubadilika kitisho cha kinadharia cha Iran cha kufunga mlango bahari wa Hormuz na kuwa uwezo wa kivitendo.
Kwa mujibu wa Sullivan, mabadiliko hayo ya kwenye medani yamepangua milingano ya nguvu za kuzuia hujuma na kukifanya kitisho ilichotoa Iran kiwe cha kuaminika zaidi. Afisa huyo mwandamizi wa serikali ya Biden anatabiri kuwa katika siku za usoni Teherani itatekeleza operesheni kubwa zaidi za kudhibiti kivuko hicho muhimu cha baharini, na huo utakuwa ni moja ya uhalisia mpya katika eneo. Maelezo hayo ya Sullivan yanafikisha ujumbe wenye hali mbili kwa wapangaji sera wa Washington. Wa kwanza ni kwamba mashinikizo ya juu kabisa sio tu hayajaipigisha magoti Iran na kuifanya isalimu amri, lakini pia yameongeza uwezo wake wa uchukuaji hatua za kwenye medani. Na pili ni kuwa kosa lolote la kimahesabu litakalofanywa katika mazungumzo linaweza kubebesha gharama kubwa usalama wa nishati duniani. Kwa maneno mengine, Sullivan na maafisa wenzake wa serikali ya Biden wamefikia hatua ya kuelewa kwamba kuzungumza na Iran kwa kutegemea msimamo wa nguvu hakumaanishi tena kuwa na uwezo wa kutoa masharti ya upande mmoja, bali kunahitaji kuelewa kiuhalisia mistari mekundu ya upande wa Iran na uwezo wake kivitendo. Huenda matunda muhimu zaidi ya uchambuzi huo yakawa ni kubaini kufikia tamati zama za kupigishwa magoti mbele ya mashinikizo na kuanza zama mpya ambapo Washington itakuwa haina budi isipokuwa kuheshimu ghera ya kitaifa ya Iran na uwezo wake wa kwenye medani. Mgogoro katika jeshi la Israeli. Yaelezwa kwamba ongezeko ni kubwa sana la kujiua miongoni mwa jeshi la utawala wa Kizayuni. Chombo cha habari cha Kizayuni kimeripoti ongezeko kubwa la idadi ya kujiua katika jeshi la utawala wa Kizayuni tangu mwanzoni mwa mwaka huu 2026. Gazeti la Haaretz limekiri katika ripoti yake kwamba kujiua miongoni mwa wanajeshi wa utawala wa Kizayuni wa Israeli imeongezeka tangu mwanzo wa 2026. Ripoti hiyo inasema zaidi ya wanajeshi 11 wa Israeli wamejiua tangu mwanzo wa mwaka huu. Ripoti hiyo imeashiria ongezeko kubwa la kujiua wanajeshi wa Israeli mwezi huu wa Aprili, ambapo visa 6 vilirekodiwa katika jeshi pekee. Ripoti hiyo inaongeza kuwa tangu kuanza kwa vita vya Israeli dhidi ya watu wa Gaza Oktoba 7, 2023, visa vya matatizo ya akili vimeongezeka katika jeshi la Israeli, na tangu 2025 pekee visa 21 vya kujiua na majaribio 279 ya kujinyonga yamerekodiwa miongoni mwa wanajeshi wa utawala huo. Pia ripoti kutoka kituo cha utafiti cha bunge la Israeli zinaonyesha kwamba 78% ya visa vyote vya kujiua vilivyorekodiwa huko Israeli mwaka 2024 vilihusiana na jeshi. Idadi hii ni ongezeko kubwa ikilinganishwa na miaka iliyopita na inaakisi athari za moja kwa moja za vita kwa afya za akili za Wazayuni. Hayo yakiendelea, mwandishi Alon Mizrahi, mwandishi wa habari wa Kiyahudi anayepinga Uzayuni, ameandika kwenye ujumbe wake ulioashiria taarifa ya ofisi ya waziri mkuu wa utawala wa Kizayuni wa Israeli kuhusu uvimbe wa saratani wa Benjamin Netanyahu kwamba je, saratani yenyewe inaweza kuwa na saratani? Mwandishi huyo wa Kiyahudi mpinga Uzayuni ameandika kwenye akaunti yake kwenye mtandao wa kijamii wa X. Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israeli, ana saratani. Inashangaza. Je, saratani yenyewe inaweza kuwa na saratani? Ameongeza, natumai aendelee kuishi ili acheze katika nafasi yake kwenye onyesho hili la kiwenda wazimu na la kifo, yaani kumaliza Uzayuni na Israeli. Baada ya hapo anaweza kuondoka na kwenda motoni milele. Ofisi ya waziri mkuu wa utawala wa Kizayuni Ijumaa ilitoa ripoti kuhusu hali ya kiafya Benjamin Netanyahu. Iliripotiwa kwamba miezi michache iliyopita alifanyiwa upasuaji na matibabu ya mionzi ili kuondoa uvimbe wa saratani kwenye tezi dume yake. Vile Iran imechaguliwa katika makao makuu ya Umoja Mataifa kuwa mmoja wa makamu wenye viti wa mkutano wa mwaka huu wa kupitia upya mkataba wa kuzuia uenezaji wa silaha za nyuklia utakaoendelea kwa kipindi cha wiki 4. Kuchaguliwa Iran kumeibua mabishano ya maneno ya hasira kutoka upande wa ujumbe wa Marekani, na hivyo kuweka wazi jinsi Washington ilivyotengwa katika majukwaa ya kimataifa. Mabishano yalitokea kwenye kikao cha ufunguzi cha mkutano wa kupitia upya mkataba wa NPT siku ya Jumatatu, ambapo mwakilishi wa Marekani alizua ghasia baada ya kuchaguliwa Iran kuwa miongoni mwa makamu wenye viti 34 wa mkutano huo. Iran iliteuliwa na jumuiya ya nchi zisizofungamana na upande wowote na siasa za upande wowote inayowakilisha mataifa 121 yanayoendelea ambayo yanaunga mkono kwa dhati uangamizaji wa silaha za nyuklia na haki ya wazi ya kutumia teknolojia ya nyuklia kwa malengo ya amani. Vile shukrani kwa Babe Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok
kama Rich Voice Official. Asante.